Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana niwapashe yale ambayo yameweza kutendeka. Tafadhali jiunge na ukumbi huu. Mimi ni Bwana Ezra. Taifa la Tanzania mahala ambapo linaelekea ni pabaya chini ya utawala wake Samia Suluhu Hassan. Baada ya kung'ang'ania madaraka baada ya uchaguzi ambao ulikuwa umekumbwa na ghasia. Viongozi hawa wa hii serikali ndani ya chama cha CCM wenyewe kwa wenyewe wameanza kulimana. Wameanza kukimbizana. Wameanza kuwindana. Na hakuna yeyote ambaye yupo salama chini ya chama cha CCM, hata wananchi. Jeshi la polisi limedhibitisha kumkamata aliyekuwa waziri wa uwekezaji, vile aliyekuwa mbunge wa Masasi, Bwana Geoffrey Mwambe, kwa tuhuma za jinai ambazo zinachunguzwa. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Kamanda Muliro, kwenye taarifa ya leo tarehe 12 mwezi wa Disemba mwaka 2025, amesema hatua zaidi za kisheria zinakamilishwa. Kwa hatua nyingine, Muliro amesema hali ya usalama jijini Dar es Salaam inaendelea kuimarika. Naomba niweze kukusomea toleo ambalo lilitolewa na jeshi la polisi. Jinsi ambavyo unaona hapo, linasema hivi: Jeshi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma: hali ya usalama jijini Dar es Salaam ni nzuri na wananchi wanaendelea na kazi halali mbalimbali. Hata hivyo, tarehe 7 Disemba mwaka 2025 usiku, eneo la Tegeta Kinondoni, alikamatwa Geoffrey Mwambe kwa tuhuma za jinai ambazo zinachunguzwa. Hatua zaidi za kisheria zinakamilishwa. Imetolewa na kamanda kanda maalum ya polisi Dar es Salaam, ambaye ni Kamanda Muliro. Ni kumaanisha mahala ambapo Tanzania inaelekea, mpenzi mtazamaji, sio kuzuri. Hata aliyekuwa waziri wa uwekezaji anatekwa nyara. Ebu jiulize, alikamatwa tarehe 7 Disemba, amefichwa. Na kama sio watu kupiga kelele kusema kwamba jeshi la polisi limemteka Geoffrey Mwambe aliyekuwa mbunge na vile aliyekuwa waziri wa uwekezaji, jeshi la polisi alingetoa taarifa, wangeendelea tu kumficha. Unajua, inaanza kama uvumi, alafu uvumi unatunga uzaa. Kuna watu wa CCM ambao walisema hiyo ni propaganda ya watu ambao wanachukia Tanzania. Eti aliyekuwa waziri kipindi cha Magufuli, Bwana Geoffrey Mwambe, amekamatwa. Aliyekuwa mbunge wa Masasi eti amekamatwa.
Yaani ninakuambia hivi mpenzi mtazamaji, ndani ya hii serikali hali si hali tena. Wameanza kulimana wao wenyewe, wameanza kukimbizana wao wenyewe. Hakuna yeyote ambaye yupo salama. Alafu nina swali ambalo naomba nikuulize. Sijawahi ona jeshi la polisi ambalo linafanya kazi likionekana kwamba linatumika ama linatumiwa kutekeleza ajenda fulani ya serikali. Wacha tuulizane swali hivi. Je, kipindi cha ukamataji polisi wanakamata mtuhumiwa, wanamuweka kwa seli, alafu wanaenda kufanya uchunguzi, au polisi wanapaswa kufanya uchunguzi, wakuwe na ushahidi, ndiposa waende moja kwa moja mpaka mahala ambapo alipo wamkamate? Kama ni kumuweka kwa seli, wamuweke kwa seli. Alafu kama ni kumpeleka mahakamani, wampeleke mahakamani. Sasa huyu mbunge wa CCM Bwana Geoffrey Mwambe amekamatwa kwa tuhuma za jinai ambazo hazijulikani. Eti jeshi la polisi linafanya uchunguzi. Wakikamilisha uchunguzi wao ndipo watamfikisha mahakamani. Wacha niulize hivi. Endapo hawatapata ushahidi kwamba hizo tuhuma za jinai ambazo wanashuku Geoffrey Mwambe aliyekuwa waziri wa uwekezaji pamoja na mbunge hana au hakufanya, je, watamwachilia? Je, watamfidia hizi siku zote ambazo wamemweka kwa jela? Amekula maharawi, ameng'atwa na kunguni. Naona kwamba jeshi la polisi Tanzania limepoteza mwelekeo. Linatumika na wanasiasa. Limeacha kutekeleza majukumu yao halali, wanafanya majukumu ya serikali. Na hapo litakosa imani na ridhaa ya wananchi. Lakini kama wabunge au kama chama cha CCM wameamua kulimana, wacha wao walimane. Sisi hatuna haja na wao. Wazo lako ni lipi? Hii serikali hakuna yeyote mwenye yupo salama. Hata yule ambaye yuko ndani ya CCM, hata yule ambaye yuko nje ya CCM. Hii serikali ni ya majambazi. Tupatane kwa kada ijayo. Mwenyezi Mungu awabariki.